Jumuiya ya Madola kupitia kundi la mawaziri linaloshughulikia demokrasia na haki za binadamu limetoa waraka mzito wenye masharti makali kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, likiwemo takwa la kutatua swala la kushikiliwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Chadema, Tundu Antipas Lissu ndani ya siku 30 kupitia njia za kisiasa au kisheria. Akizungumza wakati wa kikao cha dharura cha 73 cha kamati hicho kilichofanyika tarehe 10 Julai mwaka wa 2026, Katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya Madola ameweka wazi kuwa hatua hiyo imekuja kufuatia ripoti maalum iliyowasilishwa na mjumbe maalum wa jumuiya hiyo, Rais mstaafu wa Malawi, Daktari Lazarus Chakwera, aliyefanya ziara rasmi nchini Tanzania kuchunguza mwenendo wa kisiasa na haki za binadamu. Hatua hii ya kidiplomasia inaonyesha jinsi nchi ya Tanzania inavyoendelea kubaki kwenye ajenda rasmi za uangalizi maalum chini ya chombo hiki kikubwa cha kimataifa, hali inayochangiwa na kile kilichoelezwa kama kudorora kwa hali ya usalama na uhuru wa kisiasa nchini. Ripoti hiyo maalum imefafanua kuwa ingawa serikali ya awamu ya 6 ilitoa ushirikiano wa kutosha kwa mjumbe maalum Dr. Lazarus Chakwera kwa kumruhusu kufanya ziara mbalimbali katika miji ya Dar es Salaam, Dodoma na Zanzibar, bado mwenendo wa matukio ya baadaye ya ziara hiyo hauonyeshi utekelezaji wa maridhiano yaliyotarajiwa. Uamuzi huu unaleta msusumko mpya katika nyanja za kimataifa, kwani uwepo wa Tanzania kwenye ajenda rasmi za uangalizi unamaanisha kuwa nchi ipo katika rada ya kidemokrasia ambazo zinaweza kuathiri uhusiano wake wa kiuchumi na kijamii, vilevile na mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya ama Umoja wa Madola. Kikao hicho kilichoketi kwa dharura kimeeleza kusikitishwa kwake na mambo kadhaa yanayoendelea nchini, ikiwemo kuzuiliwa kwa shughuli zote za kisiasa nchi nzima, kupinywa kwa uhuru wa asasi za kiraia, pamoja na kuingiliwa kwa mifumo ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla. Kesi inayomkabili mwanasiasa mashuhuri wa upinzani Tundu Antipas Lissu imetajwa kama kigezo kikubwa kilichosababisha taharuki na hofu miongoni mwa wanachama wa vyama vya upinzani na watetezi wa haki za binadamu. Hali hii imeifanya Jumuiya ya Madola kuweka ukomo wa muda wa utekelezaji wa maagizo yake ili kuhakikisha serikali ya Tanzania inachukua hatua madhubuti bila kuchelewa. Kamati hiyo vilevile imebainisha kuwa tangu kikao chake cha 71 kilichofanyika mwezi Disemba mwaka wa 2025, masharti matatu ya msingi yalikuwa yametolewa kwa serikali ya Tanzania, lakini mawili kati ya hayo hayajashughulikiwa kabisa kwa wakati. Sharti moja pekee ndilo lililotekelezwa kwa nusu, si hata kwa ukamilifu. Masharti hayo yaliyotolewa hapo awali yalijumuisha kuondolewa kwa vizuizi vyote dhidi ya uhuru wa kukusanyika, kujieleza na kufanya kazi kwa asasi za kiraia pamoja na vyombo vya habari. Aidha, serikali ilitakiwa kuunda jukwaa la pamoja la mashauri ya vyama vya siasa ili kukabiliana juu ya mifumo ama kukubaliana juu ya mifumo ya uendeshaji kuelekea uchaguzi mkuu ujao, pamoja na kutekeleza michakato ya wazi ya kisheria ili kuwajibisha wale wote waliohusika na furugu za kisiasa na kutoa fidia stahiki kwa wahanga wa matukio ya mwaka uliopita ya uchaguzi.
Kutokana na kile kinachoonekana kama kuzuazua kwa utekelezaji huo, Jumuiya ya Madola sasa imeweka ratiba mgumu yenye ukomo wa muda ambao ndani ya siku 60 serikali ya Tanzania inatakiwa kurejesha upatikanaji kamili wa mitandao ya kijamii na kukomesha vitisho vyote dhidi ya vyombo vya habari na watetezi wa uhuru wa kujieleza nchini. Hivyo hivyo, ndani ya siku 90 waraka huo unaitaka serikali ya Tanzania kuhitimisha jukwaa shirikishi la kuaminika la vyombo vya siasa litakaloongozwa na mwendeshaji huru ili kujadili mabadiliko ya mfumo ya uchaguzi, ushindani wa haki wa kisiasa, afte ya wafungwa wa kisiasa na uwajibikaji wa vyombo vya usalama. Katika kipindi hicho cha siku 90, serikali inapaswa kuanza uchunguzi huru wa makosa yote ya jinai yaliyopendekezwa na tume ya uchunguzi iliyoundwa hapo awali, pamoja na kuanza mchakato wa kutoa fidia kwa wahanga wote wa ukatili wa kisiasa ambao walipoteza maisha yao katika uchaguzi uliopita. Hata hivyo, mawaziri hao wamekubaliana kukutana tena katika kikao kingine cha dharura mwezi Septemba bado mwaka huu wa 2026 ili kupokea ripoti ya utekelezaji kutoka serikali ya Tanzania kabla ya kufika mwezi Novemba mwaka wa 2026 ambapo hatua kali zaidi zitafikiriwa kuchukuliwa dhidi ya nchi hiyo ikiwa kutakuwa na maendeleo yaliyotarajiwa ama yaliyotolewa kama masharti ya kufuatwa kwa sasa. Kauli za wadau na wananchi mbalimbali nchini zinaonyesha mgawanyiko mkubwa wa mitazamo, ambapo upande mmoja unaamini kuwa shinikizo hili la kimataifa ni muhimu kwa ajili ya kulinda demokrasia na haki za raia, huku upande mwingine ukiitaka serikali kusimamia misingi ya katiba na sheria za ndani bila kuingiliwa na mataifa ya nje. Vilevile upande wa serikali unasisitiza kuwa ni nchi huru Tanzania inayojiongoza kwa mujibu wa katiba yake na kwamba utekelezaji wa mambo yote ya ndani utafanyika kwa kufuata sheria zilizopo na sio kwa amri au maagizo kutoka nje ya mipaka yake. Hili likiendelea ni shoka kubwa kwa nchi ya Tanzania na serikali ya Samia Suluhu Hassan, hasa ukizingatia kwamba Seneti ya Marekani vilevile tayari ilikuwa ishatoa amri ya kutekelezwa kwa maridhiano na kuachiliwa huru kwa Tundu Lissu, pamoja na bunge la Ulaya ambao pia wameweza kuweka vikwazo serikali ya Tanzania aswa katika zile fedha za ufadhili za maendeleo ambazo huwa wanazifadhili katika nchi hii ya Tanzania, na sasa zimeweza kuwekwa vikwazo hadi serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan wakati watakapochukua hatua stahiki la kufanya maridhiano na mazungumzo na vyama vya upinzani ikiwemo